Vyombo vya habari vya Iran vimeendelea kutoa onyo dhidi ya Marekani hata baada ya Rais Donald Trump kusema siku ya Jumatatu kuwa nchi hizo mbili zilifanya mazungumzo yenye tija na kwamba kwa hivyo alikuwa akiahirisha mashambulizi yaliyopangwa dhidi ya miundombinu ya umeme wa Iran. Shirika la habari la Fars lenye uhusiano na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC lilikanusha kuwa mawasiliano yoyote yalifanyika kati ya pande hizo mbili, huku kamanda mwandamizi akiongeza ukali wa matamshi moja kwa moja kwenye kituo cha televisheni cha serikali ya Iran. Tutakupigeni vibaya sana kiasi kwamba meno yenu bandia yatatolewa kinywani mwenu, alisema Meja Jenerali Abdullahi wa makao makuu ya Khatam al-Anbiya ya IRGC, pia wakiapa kutumia silaha mpya za siri zitakazomaliza operesheni za adui. Katika siku mbili zilizopita, kufuatia tishio la Trump la kushambulia miundombinu ya uzalishaji wa umeme ya Iran isipokuwa Teheran ifungue bila masharti mlango bahari wa Hormuz, makamanda na maafisa kadhaa wa Iran wametoa vitisho vya kulipiza kisasi. Ujumbe mkuu ulinaswa katika taarifa ya IRGC iliyonukuliwa na Enterab mnamo Machi 23, akisema watajibu shambulio lolote mara moja na kwa kiwango sawa. Enterab pia alimnukuu msemaji wa IRGC akifafanua msimamo wa Teheran, ambapo alisema ikiwa wao walishambulia shule na hospitali na hawakulipiza kisasi, basi endapo watashambulia mitambo ya umeme, nao watashambulia mitambo ya umeme katika nchi zinazohifadhi kambi za Marekani. Na ujumbe huu moja kwa moja ulijumuisha sehemu kubwa ya Mashariki ya Kati. Katika chapisho la Machi 22 kwenye mtandao wa X, Ismail Saghab Esfahani, makamu wa rais wa Iran anayeshughulikia uboreshaji wa nishati na usimamizi wa kimkakati, alijibu kauli ya Trump kwa kusema, na nukuu, mchezo wa mlango bahari wa Hormuz umemwekea Trump shinikizo kubwa kiasi kwamba ametoa muda wa saa 48 bila kujua kwamba hatua inayofuata, ambayo ni uharibifu wa miundombinu muhimu zaidi ya umeme na maji ya utawala wa Kizayuni na Marekani katika kanda, itamwekea shinikizo kubwa zaidi, aliandika. Saghab Esfahani pia alipendekeza kwamba wakazi wa Israel na watu katika nchi zinazohifadhi maadui wa Iran wangekuwa na busara kuhifadhi maji na kuchaji simu zao wakati wa saa hizo 48. Abdul Nasir Mwita, Rubaa za Kimataifa.